Bwana, hivyo ndivyo ambavyo ilivyokuwa kwenye uwanja wa Sokoine pale Mbeya, ambapo mashabiki wa klabu ya Yanga wameonekana kuimba kutokumhitaji kocha Romain Folz Mfaransa, ambaye ameonekana kutoendelea kufanya vizuri ndani ya klabu ya Yanga. Si kwamba ameshakwisha kupoteza mchezo toka alipojiunga na klabu ya Yanga, lakini pengine mwenendo wa klabu ya Yanga na aina ya matokeo ambayo wanayapata ni kama mashabiki wa Yanga hawaridhishwi. Na tumeona miongoni mwa michezo ambayo Romain Folz amesimama kama kocha mpya wa klabu ya Yanga, kwa maana ya michezo ya kimashindano, unaweza kuona alianza na Rayo Sports kwenye ule mchezo wa Rayo Day akashinda magoli 3-1, lakini baada ya hapo tuliona Yanga ikishinda goli 1-0 dhidi ya Simba kwenye mchezo wa ngao ya jamii. Baada ya hapo tunafahamu kwamba Yanga walielekea kucheza michuano ya klabu bingwa barani Afrika hatua ya awali, na wakaitoa Oriente kutoka Angola kwa aggregate ya magoli 5-0. Mchezo wa kwanza akishinda magoli 3 na mchezo wa pili akishinda magoli 2 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini baada ya hapo tuliona Yanga wakarejea kwa ajili ya NBC. Mchezo wa kwanza dhidi ya Pamba wakashinda magoli 3-0, na huu ni mchezo wa pili Yanga wanacheza na Mbeya City wakitoa sare ya bila kufungana. Unaweza ukatazama michezo yote hii ya kimashindano, bwana, Yanga wamefunga magoli 12 na wameruhusu goli 1. Kwa hiyo unaweza ukatazama ni kwa namna gani ambavyo kitakwimu Romain Folz ameendelea kuwa safe, kwa maana ya kuwa vizuri kwenye rekodi, namna ambavyo amesimama kama kocha. Lakini moja kati ya jambo ambalo pengine mashabiki wa klabu ya Yanga wameendelea kuzungumza ni aina ya kikosi ambacho Yanga wanacho na usajili ambao umefanyika kwenye dirisha kubwa la usajili, wakiwa wana maana kwamba hawatakiwi kucheza hivi ambavyo wanacheza. Tuliona kwenye mchezo wa marejeano dhidi ya Oriente mpaka kipindi cha kwanza kinatamatika, Yanga hawakuwa wamefunga goli lolote. Moja kati ya matokeo ambayo yaliwafanya pia mashabiki wa klabu ya Yanga kuanza kuzungumza kwamba wanatengeneza nafasi nyingi lakini zimekuwa zifanyiwi kazi. Lakini wengine wakaenda mbali zaidi wakazungumza kuhusiana na mabadiliko ambayo kocha Folz amekuwa akiyafanya, kwamba ni moja kati ya mabadiliko ambayo yamekuwa hayaleti matokeo chanya. Tumeona hii leo dhidi ya Mbeya City kipindi cha kwanza kimetamatika, lakini bado Yanga hawakuonyesha kufanya vizuri. Kipindi cha pili Yanga wamekoswa goli dakika za mwishoni, moja kati ya nafasi ambayo pengine huenda tungekuwa tunazungumza mengine mpaka sasa hivi kwa Yanga pengine kupoteza, lakini Yanga wamemaliza mchezo kwa sare ya bila kufungana. Lakini ni moja kati ya matokeo ambayo yanawafanya mashabiki wa klabu ya Yanga kuamini kwamba si Yanga ile ambayo wameizoea, si Yanga ya msimu uliopita ile ya goli 5 ya goli 4, si Yanga ile ambayo pengine inacheza mpira imradi inacheza na imradi inashinda. Kwa hiyo ni moja kati ya kilichotokea kwenye uwanja wa Sokoine Mbeya, ambapo mashabiki wa klabu ya Yanga walisikika wakiimba kwamba hatumtaki. Lakini pia nikukumbushe kwamba kumekuwa kuna tetesi kwamba huenda klabu ya Yanga muda wowote wakamfuta kazi kocha Romain Folz kutokana na aina ya mwenendo wa timu. Tunafahamu Yanga wamesajili nyota wengi wakubwa. Celestine kuwa moja kati ya mchezaji ambaye amefanya vizuri akiwa na klabu ya ASEC Mimosa, akihusika kwenye magoli 22. Lakini pia tunafahamu kwamba amemsajili moja kati ya kiungo bora Mohamed Doumbia, Lassine Kouma kutoka ndani ya klabu ya Stade Malien ya Mali, lakini Mohamed Hussein kutoka ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo uwepo wa wachezaji hao wakubwa unawaaminisha mashabiki wa klabu ya Yanga kwamba hiki ambacho wanaendelea kukiona sicho ambacho wanataraji kukiona. Sasa nimejaribu kupita kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga mara baada ya Yanga kuweza kutoa sare ya goli 1 bila kufungana dhidi ya Mbeya City. Mashabiki wa klabu ya Yanga nimeona komenti zao nyingi sana kupitia kwenye ukurasa huo, wengi wakilalamika kuhusiana na aina ya mpira ambao Yanga wameendelea kucheza. Na huyu anasema mechi ilikuwa nzuri sana pande zote mbili. Mwingine anasema taarifa kwa umma sin mo. Huyu anasema like nyingi kwa Diara, weka hapa kutokana na kile ambacho amekifanya mara baada ya kufanya save ambayo pengine asingekuwa yeye ilikuwa ni goli na Mbeya City pengine wangeibuka kifua mbele. Mwingine anasema wana Yanga mnalalamika nini, Mbeya miaka yote inakuaga ngumu. Na kirekodi unaambiwa kwamba toka Mbeya City pande daraja 2013 Yanga wameendelea kustruggle kupata ushindi kwenye uwanja wa Sokoine Mbeya. Lakini
mashabiki wa klabu ya Yanga hawazungumzie rekodi. Mashabiki wa klabu ya Yanga wanazungumzia kocha na kikosi chake, kwa maana ya aina ya kikosi ambacho kocha Romain Folz anakiongoza na aina ya mpira ambao Yanga wameendelea kucheza. Mwingine anasema vita ya panzi, mwingine anasema daima mbele nyuma mwiko, naipenda Yanga. Unasema kocha kosa lake nini? Kipindi kikosi kinapostiwa hapa niliona watu wanashangilia kabisa, sasa hivi amekuwa kocha tena. Unasema okay fine, bado. Unasema tumecheza kwenye pichi mbovu sana, ndio maana wachezaji wameshindwa kuonyesha ubora wao. Tumeona pia kile ambacho amekizungumza kocha klabu ya Yanga mara baada ya mchezo kutamatika. Amezungumza kwamba moja kati ya jambo ambalo limewakwamisha kupata ushindi ni pichi ya uwanja, kwa maana ya lile eneo la kuchezea mpira halikuwa rafiki kwao. Lakini huyu anasema tunamshukuru Mungu, tuna Diara. Mnasema mimi ni Yanga ila kikweli timu yetu ni mbovu. Mnasema Yanga mnachekesha kweli, mlitucheka sana juzi Simba tumetoa sare wakati tumefuzu. Haya, wenzetu sare yenu inawapeleka wapi? Sijui kwenye kampeni za chama. Mwingine anasema kocha tuachie timu yetu. Mnasema Gamondi arudi, la hivyo tutasubiri sana. Sawa. Mnasema sisi kama viongozi sawa. Mnasema tunamtaka Ucho, hatuna kiungo hapo. Bwana, hizo ni baadhi ya comment kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga, wengi wakizungumza kwamba kocha Folz ni kama timu inamlemea, ni kama kikosi ni kikubwa kuliko uwezo wake. Sasa mara baada ya klabu ya Yanga kucheza mchezo huo wa pili, sasa wanashika nafasi ya pili wakiwa na pointi zao 4. Mchezo wa kwanza dhidi ya Pamba wakishinda goli 3, na huu ni mchezo wa pili ambao wametoa sare. Kwa hiyo msimamo mara baada ya mechi za leo, kiwemo pia mchezo dhidi ya Yanga na Mbeya City, Singida Black Stars wao wanasalia kileleni wakiwa wameshinda michezo yote miwili wakiwa na pointi 6. Lakini pia nafasi ya pili ni Yanga wakiwa na pointi 4 michezo miwili. Nafasi ya tatu ni Dodoma Jiji michezo mitatu pointi 4. Nafasi ya 4 ni JKT Tanzania michezo miwili pointi 4. Nafasi ya 5 ni Namungo michezo miwili pointi 4. Nafasi ya 6 ni Mashujaa michezo mitatu pointi 4. Nafasi ya 7 ni Mbeya City michezo mitatu pointi 4. Nafasi ya 8 ni Simba Sports Club mchezo mmoja pointi 3. Nafasi ya 9 ni Azam FC mchezo mmoja pointi 3. Nafasi ya 10 ni Mtibwa Sugar michezo miwili pointi 3. Nafasi ya 11 ni KMC michezo mitatu pointi 3. Nafasi ya 12 ni Tanzania Prisons michezo mitatu pointi 3. Coastal Union nafasi ya 13 michezo mitatu pointi 3. Nafasi ya 14 ni TRA United michezo miwili pointi 2. Nafasi ya 15 ni Pamba Jiji michezo mitatu pointi 2, na nafasi ya mwisho kwa maana ya nafasi ya 16 ni Fountain Gate michezo mitatu wakiwa hawana point, kwa maana ya kupoteza michezo yote mitatu ambayo wamecheza. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo kwa upande wa msimamo. Lakini kwa upande wa klabu ya Yanga na aina ya matokeo ambayo wanayapata licha ya kutokupoteza mchezo wote, lakini bado mashabiki wa klabu ya Yanga wameendelea kufunguka na kutoa hisia zao juu ya kile ambacho wanakiona kwa wachezaji wao, lakini pia juu ya benchi la ufundi likiongozwa na Romain Folz Mfaransa, ambaye alitambulishwa ndani kikosi hicho akitokea ndani ya klabu ya Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo pengine huenda tukaona taarifa yoyote kuhusiana na Romain Folz, ama tukaendelea kusubiri na kuona pengine nini ambacho Yanga watakiamua kutokana na hiki ambacho kimeendelea mtandaoni na kwa baadhi ya mashabiki ambao wameendelea kuzungumza kwamba Romain Folz bado hastahili kuwa kocha klabu ya Yanga kutokana na aina ya mpira ambao Yanga. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.